sana. Amen. 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 Thank you. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. Pokeeni salamu kutoka Kenya. Amen. Kenya watu wanawapenda. Na Yesu anatawala huko. Bwana asifiwe sana. Amen. I thank God for this opportunity that He has given us to minister the word of God. I know we are not the best. I honor the men of God in this house. I also honor the anointing upon Pastor Esther. We love your humility in serving God. God bless you. I just want to give one word so that I sit. I understand the time is limited, but I thank God for that opportunity. Moses has written in Psalms 90 verse 12, teach me to number my days. And after I have numbered them, I use them wisely. Kama Karo angejua ataishi sana, najua alikuwa na mipango ya maisha. But she didn't know the limited time she had. Me and you, we also don't know our time. Today is Carol, tomorrow might be me or you. But all what I would urge us is to live holy life. Paul advised Timothy that through the advice, alijisema yeye mwenyewe ushuhuda wake. He said about 3 things that he did. He fought the good fight of faith. He kept faith. He also finished the race well. So brethren, please, let's take care of the 3 things. We fight well, keep faith, and also finish the race well. So every day we should be taking stock of what we have done, so that if that is the day that we are going to be with the Lord, we are okay. And we will not be lost, but we will live heavenly with our Lord. God bless you. God bless you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So when such things happen, like, thank you. When such things happen, when death strikes, because death strikes, it leaves people with a lot of questions. A lot of questions. Why this? What is this? What are we going to do from here? And it becomes really traumatizing. It's not easy. When death strikes, it is never easy for anybody. But actually what I normally do when that such things happen, I refer to the Word of God. I refer to the Word of God, because actually the Word of God has everything that we need in this world. The Word of God speaks, in every situation. Like this situation, the Word of God is going to speak to us. It's going to lift us and even to bless us, even to give us direction on what to do from where. There is a story like this that happened in the Bible. That's where we're going to refer. I take this opportunity to thank you so much, and even the other pastors. God bless you so much. You are my good student. May God bless you. Amen. So, that story is actually in Joshua. Joshua 1, verse number 1 to 8. We are not going to read all of it. I know you didn't come with your Bibles, but if you did, you can open Joshua 1, verse number 1 to 8. And the Bible says, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses ate. Moses, my servant, is dead. Who is saying this? God. Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land that I am about to give to them, to the Israelites. Verse number 3. I will give you every place where you set your foot. As I promised Moses, your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all Hittite country, to the Mediterranean,
in the West. Okay? I don't want to continue. You can read at home. You can read at home. This is actually the time Moses, the servant of the Lord, died. And remember, it's God himself who came to announce this. It's God himself who mentioned this. Actually, the children of Israel were waiting somewhere. They were waiting somewhere for their Savior to come. Remember, Moses was not only a father to them, but Moses was like a God to them. Some of them never knew God, but they knew God through Moses. Remember that time they were told, to clean up, to prepare themselves so that they can meet God in a mountain. What happened? Ilifanyika nini? So wote walifika pahali, walitayarisha kabisa, wakafika pahali wakamwambia Musa, wewe Musa enda, utatuambia vile Mungu amesema. They actually never wanted to get closer to God. They never knew God, but they knew Moses. Praise the name of the Lord. Because Moses was everything. Moses alikuwa kila kitu. Wakipata njaa, walikuwa wanaangalia Moses. Moses anaangalia juu, anaomba, mana inakuja. Wakikosa maji, ilikuwa namna hiyo. Anaenda anapiga mwamba pahali, maji yanatokezea. Wakipata njaa, wakipata shida yoyote ile, walikuwa wanaangalia Musa. Kwa hivyo Musa alikuwa ni kama Mungu kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa Musa aliyekuwa kila kitu kwa hiyo jamii ya wana wa Israeli, sasa ameaga. Haleluya. Mimi nataka kukuuliza, walifikiria namna gani? Na hao watu walikuwa namna gani? Unaona kama walikuwa namna gani wewe ukiangalia? Hao watu si walikuwa ni kama wao wenyewe wangetaka kufa. Actually, it's like they didn't even want to live again. They didn't know what to do. They didn't know whether to close. They didn't know whether to sleep. They didn't know whether to cry. They didn't actually know what to do. Why? Because Moses was everything. Just like Carol was everything in her family. Just like anybody else who has God. Anakuwa ni kila kitu pale. Watu wanashangaa, tutafanya namna gani? Watu wengine wanaanza kuuliza, angechukua mimi badala ya kuchukua Musa. Watu wengine wanasema, sasa itakuwa namna gani? In fact, inakuwa ni shida kubwa sana. Sasa pale Mungu mwenyewe, kila mtu aseme Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe alijua. Na bila Mungu mwenyewe alijua, alijileta hapo. Alikuja katika makutano ile na akaanza kuwaambia na kuwaonyesha njia na kuwaonyeshelea vile itafanyika. Mwanzo pale tunaona ya kwamba Mungu mwenyewe alijua Musa ataenda. Amen. Mungu mwenyewe wakati alianza kuprepare Joshua, alijua tu Musa atafanya nini? Ataenda. Na unaona hafishirii kama vile tunafishiriaga siku ingine. Hapa tunasema alilala. Ingine tunasema huyu alifanya nini? Alipumzika. Wengine tunasema lakini Mungu alisema akasema now, hallelujah, my servant Moses is dead. Hallelujah. Ndio ishe hivyo. Ndio mjue vile mtafanya, amekufa. Amen. Na akasema kwa sababu amekufa, sasa Joshua, chukua hawa watu wapitishe Jordani. Hallelujah. Kwa nini? Kwa sababu aliangalia akashindwa, hawa watu wanalialia hapa, itakuwa namna gani? Yeye mwenyewe ndiye alikuja. Akawaambia sasa vile amekufa, hakuna haja ya kulialia hapa. Songeni tupite Jordani, twende katika ile nchi ambaye mimi Mungu niliwaahidi wana Israeli. Hiyo ni kusema ya kwamba atakaa mtu akifa, Mungu anapendanga sisi tuendelee na mambo. Amen. Anataka tusonge mbele na kasi. Anataka tuendelee kuhubiri, anataka tuendelee kuimba nyimbo, anataka tuendelee kwa sababu wakati ukifika umefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako, wakati ukifika umefanya nini? Naambia watu uishi kana siku yako ya mwisho siku hiyo. You live as though this is the last day of your life. Usibanduke. Saa zingine unaangalia kando na kando.
Ishi ukijua hii siku Mungu amenipea ni ya mwisho katika huu ulimwengu, and you will make it. You will make it in the name of the Lord. Kwa sababu zote kuna pahali tunaenda. Our destiny is not here. Amen. It is not even in America. Our destiny is in the Lord. Hapo ndio tunatakana kuwa. Ambia mwenzako hapo ndio tunatakana kuwa. Hata kama unasikia vizuri sana ukiwa America, it is not your destiny. Hata bishop ametueleza hapa, our destiny is in heaven. That's where we are going. So get ready. Tell your neighbor to get ready. Amen. So after death of the beloved one, God expects us to be strong and to be courageous. Amen. So tell your neighbor, be strong and be courageous. Because we are not going to reverse that. Hakuna haigerifazika. Mungu alipenda Musa sana, lakini haigerifazika kwa sababu wakati wake ulifika. Si Christianity inasema ya kwamba under the sun there is time for everything. We are not going to read that. Amen. Under the sun there is time for everything. Apia mwenzako, there is time for everything. The Bible says there is time to be born and there is also time to die. So kwa enda hapo unakaa ukiuliza Mungu maswali. Wachana na Mungu afanye kazi yake. He is the same God who brings peace. He is the same God who allows death. Amen. Because there is time for everything. Tell your neighbor there is time for everything. Hallelujah. Alisema kuna wakati wa kupigana vita, kuna wakati wa kupumzika, kuna wakati wa kukula, kuna wakati wa kulala. Ndiposa akaleta giza, ndiposa tuweze kujua ya kwamba ni wakati wa kulala. There is time for everything. If you are under the sun, there is time for everything. Even death is there under the sun. How many live under the sun here? If you are living under the sun, then know one thing, that death is there. And it's a reality. Like now we know. Na ndio inakuja saa zingine, watu wanashindwa inakuja namna gani. Lakini mimi nataka kukuambia, hata vile itakuja, ama ije inajia gani, it is still death. Hata ikija namna gani, ni kifo tu. Amen. Na kifo kikija, it's an enemy. It's the enemy. The Bible says in John 10:10, the thief comes but to steal, kill, and to destroy. But Jesus comes. He says, and come so that they may have life and have it more abundantly. Si mwisho. Kifo si mwisho. Mwisi akija aibe. Hallelujah. Na aibe na haribu. Lakini hiyo sio mwisho. Kwa sababu kuna Yesu ambaye anasema, and I have come so that they may have life and have it more abundantly. There is one who gives life more abundantly. So you don't have to just look at one thing. Bwana Yesu asifiwe sana. Did you ever imagine what would happen if there was no death? Hallelujah. Did you ever imagine? Anyway, you can imagine later. But I want to say, it wouldn't be the way things are today. People would carry everything on themselves. Kila mtu angefanya kazi na njia yake, mambo yote. Lakini kuna kifo. Amen. Biblia inasema kifo kiko, lakini hakina ubaya kwa sababu kinakuja wakati wake. Na wakati huo umekuwa, in fact the Bible says death is an appointment. Amen. Death is an appointment. It is not a disappointment. Death is an appointment. It is not a disappointment. Hallelujah. So you've got to get ready for it. Are you ready to die? Because it's an appointment. In fact, we need to be ready. How do you become ready? Yeah? How do you become ready to die? You become ready to die by having that one who gives peace in abundance. Having him in your heart. Then you will be ready. You have prepared yourself that even if it comes, it is okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naona Paulo alisema namna gani? Ako tayari kufanya nini? Kumwako kama nini? Like a drink. Actually was ready.
How do you get ready? You get ready by agreeing with God, by listening with God, by being together. You take care of yourself. Amen. Wokovu huko, ambia mwenzako wokovu huko. Wokovu ni njia ya kujitayarisha kufa. Kwa sababu kama Bwana haji, kama haji, haleluya, kama haji kutuchukua, watu wengine wataenda. Ambia mwenzako watu wengine watamkuta. Whether you like it or not, those things are realities. And actually we need to know death is an appointment. There is nothing you can do about it. Na ashiriwa inakuja kama mwizi usiku saa 6 bila watu kujua. Amen. Lakini ni nini? Is an appointment. So we should not really say hakuna kazi ingine tunafanya, wengine wanajirarua. Amen. Wengine wanajiua. Ushaona namna hiyo? Mtu mwingine tumeenda kusikana pale, anasema mimi ndio nitasikwa kwanza. Anaruka ndani asikwe kwanza. Kwa sababu ameshindwa kutoka hapa, yeye ataenda wapi? Halafu mchungaji mmoja akamshukua, akampeleka kando, akaanza kumuongelesha na kumuonyesha umuhimu ya yeye kungojea kifo yake asikufe ya karo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisaidiwa kabisa, akafanywa counseling kidogo, akagua goje yake. Lakini alikuwa anasema mimi hakuna kitu ninaweza fanya kwa hii dunia bila mama yangu, hakuna kitu mimi ninaweza fanya kwa hii ulimwengu. Alipata counseling kidogo. Na mchungaji yule alituambia sasa, alipigiwa simu na yule sijui walikutana na akakuta yeye yako na ofisi kubwa sana na gari kubwa sana mahali fulani. Alipata kazi nzuri sana. Kwa sababu hiyo haikuwa siku yake. Hatuwezi kufa zote at the same time. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is an appointment. So what are we supposed to do and how are we supposed to behave on this day? Death is not a mistake. Leo sasa hiyo ndio injili. That death is not a mistake. Ambia mwenzako, it's not a mistake. It is an appointment. It is there, whether you like it or not. But it depends on when it will come. On you or anybody else. So we actually need to be ready for it. And being ready for it is to have Jesus. And the Bible says that Jesus is the way, the truth, and the life. The way. Tell your neighbor, the way. The truth. And the life. If you have him, then you'll be ready to either, kuja akushukue ama umukute. It's two way. Amen. Mtu mwingine alisema, I am not ready to go. Yeah, nobody is ever ready to go. But literally, prepare your heart. Let us be a people who keep preparing our hearts and live as though today, this hour is like the last day on earth. And you'll never go wrong. You'll never go wrong with that too. Yes. You'll never go wrong with that too. Otherwise, there's this. Death is not a mistake. Okay? There is judgment. There is judgment after death. And that is the most important thing. Hiyo ndio inaweza kukushika off guard. Ya kwamba there is that what? Judgment. It is not only dying. After that, there is judgment. Tell your neighbor there is judgment. And judgment is in Hebrews. Yeah. Just as people are destined to die once. After that, they face judgment. So Christ was sacrificed, once to take away the sins of many. And he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are still waiting upon him. So after death, the most important thing now is judgment. And judgment, you are judged by, when you are a judge on earth, then there will be no other judgment. Because the Bible says in Romans 8 and verse 1, there is now no condemnation
to them that are in Christ Jesus. Once you are in Christ Jesus, you have already been judged. So we need to be judged. Tell your neighbor, you need to be judged while you are here. And the judgment comes by salvation. Ukihubiriwa uokoke kama leo, uhubiriwa uokoke. Yaani wewe umepokea nini? Umepokea msamaha. Hiyo ni kusema ya kwamba yaani umepita judgment. Umepita kifo. Kwa sababu umepita hicho kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hutakuwa unaogopa. Ndipo Yesu ndio Mungu akaja hapo akaambia wana wa Israeli, be strong and be courageous. Now move on. Ndio tunakuja kueleza siku hii ya leo. Na tunaeleza hata jamii ya Karo. Move on. Be strong and be courageous. Kwa sababu hakuna njia nyingine. Mungu kama angeweza, wacheni niwaambie hapa, kama Mungu angeweza, kama Mungu kabisa Musa angeshukuriwa. Kwa sababu alikuwa Mungu. Alikuwa Mungu wa wana wa Israeli. Ni kama mzazi wako na mzazi wangu. Unasema hangeshukuriwa, afadhali mtu mwingine afanya nini? Ashukuriwe. Lakini kitu ya ajabu na ya maana ni ya kwamba let's be strong. Yani God has not failed to be God. Ati kwa sababu ya kifo. Mungu anapita tu kama hakuna kitu anafanya nini? Imefanyika. Kwa sababu it is an appointment and it is there and it has to happen in the name of the Lord. Amesema, I have good plans for you. I have good plans for your future. Yes, that is in the word of God. Amen. Even during that time, hata leo, wakati wa morning kama hii, God still has good plans for us. How many agree with me? Yeah, he has good plans for us. And anasema the plans of our future. Because our future is in the hands of the Lord. So we should not fear, we should not stay there. In fact, God came at one time and told them, you have mourned here for a very long time. Move up and go. Praise the name of the Lord. We need not continue mourning, but to look up where our help comes from. He is still God. Tulienda pahali fulani, nikakuta watu wamekasirika na Mungu. Wamekasirika sana kwa sababu alichukua mpendwa wao. Wamekasirika na Mungu. Tukawaambia, jameni, you are wasting your time. You better be happy with God. Amen. Kwa sababu Mungu hatabaduka hata ukikasirika, hata ukimoni, hata ukifanya nini. Yeye anaona hajafanya nini? Mungu hajafanya nini? Because kifo kiko. Hallelujah. Anaona ni kama tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. So, kifo kinakuja, tunaendelea. Maybe because of that separation, it is actually there. Literally it's there, physically it is there. But spiritually, how are we supposed to behave, to move on, to be strong and to be courageous? And the next thing that we need to know is that when it strikes, it reminds us. Yaani kifo kikija, kinatukumbusha ya kwamba hata sisi ninaona kama kuna watu wengine hawaamini hivyo. Yaani kikija, basi kama uamini hivyo amini. Kimekuja ndio ukumbuke ya kwamba chako kinakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a reality. When you see death, it tells you kaa vizuri. Amen. Hata yako hii ni kama mwingine alisema, ni kama wao wanasema ukiona kimewekwa maji, ukiona kichwa cha mwanzio kimewekwa maji, kinanyolewa, weka chako maji. We are there. Hallelujah. We are waiting. So this is only a warning that to keep us, upright, to keep us looking unto God, to check ourselves. It comes at times to check so that we can check ourselves. Tujiangalie tuko namna gani, jiangalie uko namna gani. Lakini ya maana ni kuwa ndani ya Yesu. Kama uko ndani ya Yesu sema amen. Amen. Haya, hiyo kifo ilikuja kutukumbusha hapo ndani ya Yesu tukae. Hakuna mchezo. Ambia mwenzako wewe usicheze sasa. Unaona kama ameenda? Mwambie, unaona ameenda? Haya. Na wewe itakuwa namna gani? Haleluya. Inakuja kutukumbusha. Inakuja
kunikumbusha. Mimi nikiona ikija hata naenda hapo kuhubiri na nasema namna hiyo. Nasema Bwana nisaidie niwe nimejitayarisha yangu ikija. Amen. Sababu itakuja. Haijui muda. Getiwe muda. Unajua? Getiwe muda maki, that's good. Getiwe muda maki, you know, it's literally can strike anybody. And anytime wakati wako ukifanya nini? Ukifika. Amen. So may God help us. May God give us strength even at this particular sort of time. Give us strength. Ya kutupe nguvu ya kuwa ya kwamba, you know, hata sisi tunajua itakuja. Amen. Niwape story moja. Niwape story. Mimi ni mtu wa story. Hii ni ya mwisho. Amen. Tulienda bahari. Mimi in life I've gone to all extremes. Ikafika wakati tumepelekwa tuko jera. Everybody sema jera. Sasa tukaa pande moja imewekwa wale watu wa kinyonga. Unajua kinyonga? Kinyonga. Sasa wanachukuliwa mmoja kupelekwa kufanya nini? Haleluya. Sasa nataka uone hiyo na ujiangalie. Kila siku askari anakuja anasema Wagura wajui anaenda kona hataki kwenda. Amen. Haleluya. Sasa naye huyo anakuja anachukua siko. There is a siko they use. A siko. Ana kufinya bahari huko. Anaingia mpaka nyama. Anakufuruta nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa huyo ameenda siku hiyo. Tunangojea the other Thursday. They used every Thursday. Kulikuwa na hiyo. Amen. Tunangojea the other Thursday. Watu wamekaa kwa kona. Mtu akijaribu kufungua hiyo mlango, watu wanaenda kwa kona, watu wengine wanaenda kufunga mlango. Nobody wants, kwa sababu ni kifo. Ambia mwenzako kifo kinaogopwa sana. Amen. Na wanaenda namna hiyo kila siku mpaka wafanye nini? Waishi. Mimi nataka kuone hiyo picha. Hiyo picha ninakuletea si ya kufanya uogope, lakini maisha yetu yako namna hiyo. Nobody wants to go, but it is inevitable. Nobody wants to die, but it is inevitable. So the most important thing here is to get prepared for it. And I told you how to get prepared for it is to have Jesus as your Lord and your Savior. Ukiwa na yeye pale, hata ikastrike saa 6 hautajali. Amen. Kwa sababu kuna pahali tunaenda. Kuna pahali mimi na wewe tunaenda. Hata ikaje saa ngapi usijali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia maisha yako. Angalia maisha yako. Biblia inasema, you know, listen, come and let us listen together. It is important for each one of us to reason with God. To reason with God. Unajipeleleza moyo wako. Unajiangalia kama unajiangalia kwa kioo. Ukasema na yangu ikija itakuwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Na yangu ikija mambo yataenda namna gani? So it is then very important kuatia moyo hivyo ya kwamba zote tunaenda tujitayarishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tujitayarishe kwa kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tusikutwe kama hatuko tayari. Tusikutwe na hicho kifo kama hatuko tayari, kwa sababu Yesu atakuja. Yesu atakuja wakati wake. Amen. Na asipokuja tunaenda kumkuta kupitia njia ya kifo. Sababu Biblia inasema flesh and blood shall never inherit the kingdom of heaven. The kingdom of heaven is not for meat, you know, but it's for the spirit. There has to be a separation that particular day, and we need to be ready for that great day. Unaona zile nyimbo tunaimba hapa, hizo nyimbo zote tunaimba hapa, tunaimba kujitayarisha. Hili neno inakuja sisi wenyewe tuweze kufanya nini? Kujitayarisha. Ni pole sana kwa sababu ikija tunaogopa, lakini nataka kukueleza bahali tunaenda
After this ni pahali pasuri na pametayarishwa na pamepambwa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Naomba tuinamishe vichwa vyetu tuweze kuomba. Zaidi wewe mwenyewe uchiombee jioni hii ya leo. Angalia moyo wako. Angalia moyo wako. This is a very important session. Kwamba unaangalia moyo wako. Just look at your relationship with God. Not with me, not with your people, not with your husband, not with your wife, not with your mother, not with your father, but the relationship, your relationship with God is very, very important. Biblia inasema Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Hallelujah. Thank you Jesus. Kuna wimbo unasema hauko na uhusiano na Yesu, tafadhali huu ni wakati wako wa kujirudia. Huu ni wakati wako wa kumpokea Yesu. Hakuna wakati mzuri kama huu wa kumpokea Kristo Yesu. Wewe ambaye umelemewa na mizigo misitu, Yesu anasema ukuje atakupumzisha. Ilifanyika kwa mtu kama mimi wakati kama huu, na nikasikia sauti hiyo na nikajitokeza nikasema nitatoa maisha yangu kwa Yesu. Huo ni wakati mzuri wa kutoa maisha yako kwa Yesu. Ndio heshima kubwa kabisa ambao unaweza pea Karo ambaye amelala katika Kristo. Kwa hivyo kama uko hapa na ujiwani na Yesu kama Bwana na mkombozi wako, tafadhali ukuje hapa, wachungaji hawa waweze kukuelekesha na upate kuokoka. Thank you Jesus. Is there anybody here you feel you want to give your life to Jesus? Wakati mimi nilitoa maisha yangu kwa Yesu, nilikuwa half drunk. Nilikuwa nimelewa pande moja. Lakini nilisikia hilo neno na nikashindwa kusimama tena. Na nikatoa maisha yangu kwa Yesu. Miaka hizo za zamani. Kama uko hapa wewe, hata kama ulikunywa kidogo, hata kama ulikunywa kidogo na umesikia sauti hii, itakuwa ni sauti ya malaika. Hii sauti hautaisikia siku nyingine tena labda. Kwa hivyo ni vizuri utii sauti ya Bwana wakati huu. Kama unasikia, hata kana wewe umekuja ukiwa umelewa, hata kama ulikuja namna gani na unajua hujaokoka, hii ni nafasi yako. Na kama wewe uko hapo na unajua umelegea katika Kristo, ninakusihi siku hii ya leo, weka moyo wako sambamba na Bwana, kwa sababu hakuna wakati mwingine mzuri kama huu. Mimi ninakuita hapa uje uokoke. Haleluya. Huu ni wakati wa wokovu. Kama uko hapa, usiondoke mahali hapa bila wokovu ule. Na nasikia kuhimisika ndani ya moyo wangu ya kwamba usitoke hapa kama haujatoa maisha yako kwa Yesu. Thank you Jesus. Mungu Baba, katika jina la Yesu, wewe unaye katika siri, Jehova Baba, wacha neno hili Mungu Baba wa mbinguni lichome yeyote ambaye hapo hapa na hajaokoka. Wacha neno hili Jehova Mungu wangu liwe la kuleta mtu kwa wokovu siku hii ya leo katika jina la Yesu. Kwa sababu Jehova Mungu Baba wa mbinguni, Mungu wangu uko hapa, uko hapa. Roho wa Mungu, fichua huyo mtu ambaye ako mahali hapa na ndani ya moyo wake kuna kilio kikuu ya wokovu. Baba, ninaomba Jehova Bwana, pasiwe na amani kwa huyo
mpaka apate kuokoka katika jina la Yesu. Jehova, ninakushukuru kwa sababu ya utendaji wako ambao ni wa ajabu katika macho zetu. Naombea kila mmoja ambaye wako hapa Bwana. Naomba Mungu wangu katika jina la Yesu, Bwana usaidie kila mmoja wetu. Tusaidie Mungu wangu. Hata wakati huu Jehova, we need to be strengthened, my Father. We need your strength right now, my Father. Even at this particular time, Jehovah. It is your strength, it is your grace, it is your love, and it is your peace in the hearts of your people today. In the name of Jesus. Lord, we give you praise, honor, and glory. In Jesus' name. Amen. We're going to sing one chorus.